Tutaangalia mambo kadhaa kwa habari ya imani. Tutaangalia kazi ya imani. Ni kwa nini tuwe na imani? Ni athari zipi atazipata mtu asiyokuwa na imani? Tutaanza na kitabu chetu cha Waebrania sura ya 11. Tukianza na ule mstari wa kwanza, anasema mwandishi wa kitabu cha Waebrania, anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tukiruka pale tukaenda mpaka mstari wa 6, anasema mstari wa 6, anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Narudia mstari wa 6, anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa nini tunasema imani? Imani ni uhakika wa moyoni alionao mtu kuhusu Mungu. Imani ni uhakika wa moyoni alionao mtu kuhusu nani? Mungu na nguvu zake na upaji wake. Tumesoma ule mstari wa 6, anasema lazima mtu aamini kuwa Mungu yupo, cha kwanza, na awe na uhakika kuwa anao uwezo wa kumpatia anachokihitaji. Bwana Yesu tusaidie sana. Anasema cha kwanza mtu aamini kwamba Mungu yupo na anao uhakika wa kumpatia hitaji analolihitaji. Bwana Yesu tusaidie sana. Tuko pamoja kanisa? Imani, nazungumzia imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Maana yake ni mambo yasiyoonekana kwa macho. Ni mambo ambayo kwa sasa huyaoni, lakini imani inaona huko. Ndio maana anasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ni mambo ambayo unayatarajia, japo kwa wakati huo hujayaona kwa macho, japo kwa muda huo hauyaoni, hakuna matumaini, lakini imani inakupa matumaini ya kitu ambacho haujakiona kwa wakati huo. Bwana usaidie sana. Kwa nini? Kitabu cha Mathayo 9. Kitabu cha Mathayo 9 mstari wa 27. Mathayo 9 na ule mstari wa 27. Mathayo, ongezee nguvu kidogo hii. 9 Mathayo na ule mstari wa 27, anasema Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Wakamwambia, naam Bwana. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Macho yao yakafumbuka, naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue. Nazungumzia imani. Bwana Yesu tusaidie sana. Hapa tunaanza kumuona Yesu mwenyewe sasa. Tukitoa kitabu cha Waebrania ambapo anasema pasipo imani mtu huwezi kumpendeza Mungu. Mtu anapomwendea Mungu lazima amini kwamba naye mwendea yupo na ana uwezo na ana nguvu cha kunipa kila ambacho nahitaji. Hapa Yesu anajieleza kwenye kitabu cha Mathayo 9:27 hadi 30. Anakutana na vipofu wawili. Yesu kwa nini aliwauliza? Yesu akukurupuka tu kuwaponya hawa vipofu, japo walimfuatilia sana.
ule mstari wa 28 akasema, aliwauliza kwanza Yesu, je, mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Kwa nini aliwauliza? Alitaka asikie kwamba wanakiri nini, wanazungumza nini, wanaamini nini. Yesu anauliza, je, naweza kufanya hilo? Yesu anauliza kwenye maisha yetu, lile ambalo unaona ni gumu, je, unaamini Mungu anaweza kufanya? Imani yako inazungumzaje juu ya tatizo lako? Imani yako inaongeaje juu ya mpito unaolipita? Yesu akukurupuka kuwaponya. Aliwauliza kwanza. Yawezekana walikuwa wanamfuata kwa mkumbo, ili kwamba kwa sababu ya taarifa ambazo hapo juu ukisoma, Yesu alitoka kuwalisha watu mikate. Yawezekana walimfuata kwa sababu ya mikate. Yesu akawauliza, je, mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Hawa vipofu walipoulizwa, kwa nini Yesu aliwauliza? Kwa sababu Yesu alijua kwamba yawezekana wanamfuata kwa mkumbo. Yesu anajua kuna watu wanamfuata kwa mkumbo, lakini kwa hakika hawana imani thabiti juu ya utendaji wake. Mstari wa 29 anasema, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Bwana Yesu apewe sifa sana. Akawaambia, kwa kadiri unavyoamini, kwa kadiri unavyokiri, kwa kadiri unavyoona, mpate kupokea sawasawa na hitaji la maisha yako. Hawa watu walikuwa ni vipofu. Ndipo aliposema, Bwana tunaamini. Ndipo Bwana akawaambia, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Ndipo Yesu akawagusa wale vipofu, wakaanza kuona tena. Imani inafungua vitu ambavyo haviwezekani. Imani inamvusha mtu kumpeleka hatua nyingine. Imani inaona mahali ambapo mtu hujawahi kuona. Haleluya! Bwana Yesu apewe sifa sana. Tuko pamoja kwamba wewe mwenyewe ndiyo msababishaji wa muujiza yako. Mambo yote ambayo Yesu aliyatenda ilitegemea sana imani ya muumbaji. Mambo ambayo Yesu aliyafanya, mambo ambayo Yesu aliyatenda yanategemea imani yako. Mungu hawezi akatenda jambo tofauti na jinsi unavyoamini. Ili Mungu atende jinsi unavyoamini, ndivyo Mungu akutendee. Jinsi unavyokiri, ndivyo Mungu anavyotenda. Jinsi unavyoona, ndivyo Mungu anavyotenda. Mungu hawezi akafanya jambo kinyume na wewe jinsi unavyoamini. Ndio maana kuna wakati mwingine unaweza kuwa kuna wagonjwa hata 10, lakini katikati wale wagonjwa wakaombea wote, lakini akapona mmoja au wawili. Kwa nini wengine hawajapona? Kwani Mungu hakuwepo? Kwani Mungu ni tofauti? Mungu ni yule yule. Kilichowatofautisha ni imani yao. Jinsi unavyoamini ndivyo Bwana anavyotenda kwenye maisha yako. Bwana apewe sifa sana. Imani. Hata hapa tunatofautiana kwa sababu ya imani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wewe mwenyewe ndiye msababishaji wa kupokea miujiza au baraka yako. Ili Bwana atende, ni jinsi unavyoamini, ni jinsi unavyokiri, ni jinsi unavyoona. Kama unaona kushinda, ndio Bwana anaanzia hapo. Kama unaona kupona, ndipo Bwana anatekeleza. Kama unaona ushindi, Bwana anafanya kweli. Bwana anafanya kwa jinsi mtu anavyoona ndani ya moyo. Imani. Bwana apewe sifa sana. Kuna mambo matatu, kazi ya imani. Tuangalie mambo matatu hapa, kazi ya imani. Na moja anasema imani ndiyo mkono wa kupokea mahitaji yetu toka kwa Mungu. Kazi ya imani. Moja, imani ndiyo mkono wa kupokea mahitaji yetu toka kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa nini? Imani ndiyo mkono wa kupokea mahitaji yetu kwa Mungu. Bwana Yesu tusaidie sana. Nazungumza na mtu mwenye imani hapa. Nazungumza na mtu mwenye imani. Imani ndiyo mkono pekee. Tunapoenda mbele za Bwana, tunaomba maombi yetu, hatutarajii mtu ashuke. Imani yetu ndiyo mkono pekee wa kushusha mahitaji yetu kutoka kwa Bwana. Bwana anaposhuka, anaangalia imani ya mtu mmoja aliyeamini, anayekusudia jambo. Mwenye imani, imani inafungua, imani inaona
imani ndiyo mkono wa kupokea mahitaji yetu kutoka kwa Baba. Haleluya! Hatuna malaika kama aliyeshuka wakati wa Danieli alipokuwa akiomba, akamwambia maombi yako yalizuiliwa siku kadhaa. Imani yetu ndiye mkono wa kupokea mahitaji yetu. Hata hao vipofu tumewaona, Yesu aliwauliza kwanza, je, mnaamini naweza kufanya hili? Yawezekana kuna watu hawana imani na Yesu, hawana imani na Mungu. Kama hauna imani na Mungu, unapoteza wakati, unapoteza muda, unapoteza wakati. Kama hauna imani na Mungu, unapoteza muda. Yesu akawauliza, je, mnaamini naweza kufanya hili? Wale vipofu wakasema, Bwana, tunaamini. Ndipo akapokea muujiza, ndipo akapokea kuona. Mungu akupe kwa kadiri ya imani yako, ukapokea kwa kadiri ya kuamini kwako, ukapokea hitaji lako kwa kadiri ya kuamini kwako. Imani ndiyo mkono wa kupokea mahitaji yetu. 2, imani ni ule uhakika wa kuziamini ahadi za Mungu na kuzishangilia kabla hazijaonekana kwa macho. Haleluya! Anasema 2, imani ni ule uhakika wa kuziamini ahadi za Bwana kabla hazijaonekana kwa macho. Imani ni ule uhakika wa kuziamini ahadi za Mungu na kuzishangilia kabla hazijaonekana kwa macho. Mtu mwenye imani hasubiri kuona, mtu mwenye imani hasubiri kutazama, mtu mwenye imani anaamini. Mtu mwenye imani anasema imani ni ule uhakika wa kuziamini na kuzishangilia ahadi za Bwana kabla hazijaonekana. Yawezekana kuna mambo ambayo Bwana umemuomba, mtu mwenye imani anaanza kushangilia. Nione mtu mmoja hapa mwenye imani akipiga kelele. Mtu mwenye imani, umeomba kazi, kabla ya kazi haijapatikana unaanza kumshukuru Bwana kwamba Baba, asante kwa ajili ya kazi. Umeomba watoto, umeomba mume, umeomba uzima. Yawezekana afya yako ni dhaifu. Mtu mwenye imani anapoenda mbele za Bwana anatoka pale akijua, mimi ni mzima, mimi nina kazi, mimi nina familia. Hata kama hujajenga, Mungu anasema anaanza kushangilia. Anaona gari, anaona jumba, anaona watoto, anaona mume, anaona huduma, anaona biashara. Haleluya! Haleluya! Mtu mwenye imani anaanza kushangilia baraka za Bwana kabla hazijaonekana. Bwana pia sifa sana. Yeye anasubiri mpaka zionekane. Yeye anaamini. Anaamini Mungu yupo. Na kama Mungu yupo amefanya. Na kama amefanya nini kifuate? Yeye anaanza kumshukuru Mungu. Anaanza kushangilia akijua Bwana amefanya. Kwa nini? Mtu anayeshangilia na kumshukuru Mungu kabla vitu havijatokea ni mtu ambaye hana hofu na Mungu, hana mashaka na Mungu, hana wasiwasi na Mungu. Kama yupo piga kelele, kwa sababu kama una mashaka na Mungu uweze ukashangilia, uweze ukafurahia, uweze ukashukuru. Utasubiri uone kama yule Tomaso alivyosubiri mpaka aone yale zile alama za misumari za Yesu. Mtu mwenye imani, yeye anajua Bwana amefanya, Bwana ametenda. Kwa kadiri ya imani, jinsi anavyoamini, asubiri mpaka sionekane. Yeye anaanza kushangilia na kumshukuru Mungu akijua Bwana ameshafanya. Umpe Yesu makofi. Haleluya. 3, kazi ya imani. Imani inahitaji kuchukua hatua kinyume cha mazingira. 3, imani inahitaji kuchukua hatua kinyume cha mazingira. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa nini? Nikusomea kitabu kimoja hapa haraka. Fungua nami Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili 6.
Ukianzia hata mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 5. Ya lengo langu tu ni mstari wa 5. Nikusomea hapo mstari wa 5. Wafalme wa pili 6 na ule mstari. Wewe andika kuanzia mstari wa kwanza ili upate maana halisi. Sawa? Hadi mstari wa ngapi? Wa 5. Mimi nitasoma mstari wa 5. Hapa tunamuona mtu mmoja anaitwa Elisha nabii. Huyu Elisha anasema 5. Lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata bolti, chuma cha shoka kikaanguka majini. Akalia akasema, ole wangu bwana wangu, kwani kiliazimwa. Wewe usielewe, nianze mwanzo. Kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi, mahali tukaapo mbele yako ni padogo kwetu. Basi twende mpaka Yordani, tutakuomba tutwae huko kila mtu mti mmoja, ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Akajibu, haya, nendeni. Mmoja wao akasema, uwe radhi basi na kusi uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. Maana wakamuomba na Elisha ajumuike nao. Basi akaenda pamoja nao. Nao alipofika Yordani wakakata miti. Lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata bolti, chuma cha shoka kilianguka majini. Akalia akasema, ole wangu bwana wangu, kwani kiliazimwa kile. Bwana pesa sana. Kazi ya imani nimesema 3. Narudi sasa kwenye somo huku. Hilo ni andiko nimekupa. Yapo mengi, mengine nitakutajia. Imani inahitaji kuchukua hatua kinyume cha mazingira. Haleluya. Mtu mwenye imani anapofika mahali popote, yeye anabadilisha mazingira. Mtu mwenye imani hawezi akabadilisha na mazingira. Mtu mwenye imani anayageuza mazingira, anayabadilisha mazingira. Tunamuona mtumishi wa Mungu Elisha alipokuwa na wale watumishi wake walipokuwa wakikata miti. Mtu mmoja wapo kile kishoka kilikatika. Kilipokatika kikatondokea kwenye maji. Ukisoma ule mstari wa 6 anaeleza mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamuonyesha mahali, akakata kijiti, akakitupa pale, chuma kikaelea. Kwamba mtu mwenye imani yeye anabadilisha mazingira. Mtu mwenye imani anayageuza mazingira. Hawezi akabadilishwa. Yeye ana kazi ya kuyageuza mazingira. Yanasemaje? Mahali anapofika kuna umasikini, mtu mwenye imani anatangaza utajiri. Anapofika kwa mgonjwa, mtu mwenye imani anatangaza uponyaji. Anapofika kwenye msiba, mtu mwenye imani anatangaza uzima. Mtumishi wa Mungu Elisha alipokuwa na wale watumishi wake, walipoanza kukata, walipokata lile gogo, walipokata kale kashoka kakakatika, kakadondoka kwenye maji, yule bwana akalia akasema, bwana wangu, kile shoka tulikiazima kwa mtu na sasa kimetondoka kwenye maji, nitafanyaje mimi? Mtu wa Bwana akasema, Elisha, akasema, ni wapi? Akauliza, nionyeshe. Yesu anauliza, ni wapi? Ni wapi kilipotondoka? Ni wapi ilipo afya yako? Ni wapi ulipo uchumi wako? Ni wapi ilipo kazi yako? Mtu wa Mungu akauliza, ni wapi kimetondoka? Wakamwambia, ni pale. Angalia mtu wa imani anabadilisha mazingira. Yani hata wanasayansi hawakuelewa, hata wanaserojia hawakuelewa kwamba ni sayansi gani ilitumika. Yani chuma kimo ndani ya maji, alafu mtu wa Mungu anaenda kukata kijiti kamti, anakata kijiti kamti, kale kamti anakatupia pale ilipokuwa imetondoka ile shoka. Alipokatupia hivi, ile shoka ikaelea. Yani mti unavuta chuma. Ili imagine mti unavuta chuma. Kalipika kalere, imani haishindwi.
Imani haishindwi, imani haishindwi, imani inaweza, imani inapenya mahali usipopenya, imani inakufikisha mahali usipofika, imani inakupeleka mahali usipopona. Imani, Elisha kale kanjiti kakainua chuma akamwambia nenda kaiokote. Imani inazungumza, imani inapiga kelele, imani inaongea, imani inazungumza mpendwa, imani inaongea. Hata kama mtu ni mgonjwa, imani inasema sitakufa bali nitaishi. Imani inaongea. Mtu ni masikini, imani inasema mimi ni tajiri, nimembeba tajiri wa matajiri. Imani ni utajiri tosha, imani ni utajiri. Haleluya! Hata wachawi wanatumia imani. Nitakushangaa Mkristo unakuwa hauna imani. Wachawi wao pia wanatumia imani sana. Mchawi anaweza akachukua tu kamti akakatengeneza kama likatuni, kama mtu fulani, akakaviringisha anavyojua, akachimba shimo, akaongea maneno yake kwamba ewe Daudi, kama ninavyomzika huyu ndivyo nayazika na maisha yako, nazika baraka zako, nazika uchumi wako, nazika maono yako. Anakazika kale kamdori au kale kakatuni anafikia. Kinachotokea pale nini? Yeye amenuiza tu maneno yale, kaongea tu maneno. Aza mwingine anachukua picha, anaenda chooni, anasema ewe mwenye picha hii ninakufurashi, hautaonekana, utakuwa na harufu. Kama anaongea maneno ananuiza. Kinachofanyika pale anapotoka anaamini yale maneno aliyoyaongea. Wewe ni zaidi ya wachawi, wewe ni zaidi ya waganga, wewe ni zaidi. Tukisema jambo Bwana anafanya. Wewe ni zaidi ya wapunga pepo, sisi zaidi ya wachawi. Mungu wetu ni zaidi ya wao. Piga kelele mtu wa imani, ione mtu wa imani hapa. Sisi ni zaidi ya wachawi. Haleluya! Imani, hata wachawi wanaitumia imani ili wakuroga, wanaitumia imani. Wewe ni zaidi ya wachawi, wewe ni zaidi ya waganga, wewe ni zaidi ya wapunga pepo. Imani ikitindika, mpendo umeisha. Imani ikishambuliwa, mpendo umeanguka. Adui anachunga imani, anatafuta imani. Mtu ambaye ana imani ni kama upepo unaopeperushwa, ni kama makapi ambayo hayana kitu. Imani, shika sana imani na uzungumzia imani. Bwana pesa sana. Tumia imani. Yeye anaongea tu maneno yake pale, anamwambia mtu pale kichwa yeye. Anachoamini pale ni imani, anaamini huyu mtu tayari. Yeye anatoka hana shaka. Sisi ni zaidi. Bwana pesa sana. Sisi ni zaidi. Haleluya. Imani inaona mahali ambapo wewe hauwezi kuona. Imani inaona mahali ambapo sisi hatuwezi tukaona. Imani inazungumza, imani inapiga kelele, imani inaongea. Imani haitazami matatizo, imani haitazami jaribu, imani haitazami tatizo. Imani inaona kushinda. Wewe imagine wakati ule Elisha, kile chombo kimeanguka kwenye maji, yule bwana alipiga kelele, hana msaada, maana yake hakuwa na tumaini. Lakini mtu wa Bwana, mtu wa Mungu mwenye imani, kamti akakutupia pale, ile shoki ikainuka. Hiyo ndiyo Mungu wa tunayemtumikia. Huyo ndiyo Mungu wa nyumba ya majibu. Huyo ndiyo Mungu wako. Huyo ndiyo Mungu wetu tunayemtumikia leo. Mwenye imani anafanya vitu vikubwa. Mwenye imani anapindua ulimwengu. Mwenye imani anabadilisha mazingira. Kuna wakati Elisha alienda, anakuta kuna maji, yale maji yamepozwa, yanakuwa ni machungu. Yule mtu wa Mungu akayatakasa yale maji, yakawa ni maji safi. Imani inabadilisha mazingira wewe. Imani inabadilisha. Popote akienda mwenye imani, mazingira yanabadilika. Akienda kwa waganga, waganga lazima wakimbie. Akienda kwa wachawi, lazima wachawi wamkimbie. Yeye anatawala na kuyamiliki mazingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwenye imani, imani inaona, imani inazungumza.
Ukisoma Wafalme wa Pili ile sura ya 7 mstari wa 3, Wafalme wa Pili 7 mstari wa 3, utakutana watu pale ni wenye ukoma wanne. Wale wenye ukoma walikuwa wametengwa nje ya mji, nje ya lango. Maana yake ni watu ambao walikuwa wamefukuzwa kwenye mji, wakawekwa kando. Wale wenye ukoma wakasemezana, wakaulizana, ni kweli tuna njaa? Wakati huo taifa lilikuwa na njaa, kulikuwa na njaa kwenye taifa. Alafu pembeni yao kulikuwa na jeshi la Washami. Jeshi la Washami lilikuwa likipigana na wana wa Israeli. Lilikuwa na chakula, lile jeshi lilikuwa na chakula, lilikuwa na kila kitu. Wakati kwenye ile nchi palikuwa na njaa, na wenye ukoma walipokuwa kulikuwa na njaa, wakaulizana wenye ukoma, wakasemezana wao kwa wao, kwa nini tunakaa hapa hadi tufe? Wakasema, tukienda mjini kuna njaa, tutakufa. Tukienda kwenye jeshi watatuua. Wakasemezana, wakasema ni bora tulifuate jeshi la Washami. Kama wakituua na watuue, kama wakituacha hai tutakuwa hai. Mtu mwenye imani haishindwi. Walipopiga hatua kuliendea jeshi la Washami, ndipo Bwana anasema akashikizisha vishindo vyao kama vishindo vya magari, vishindo vya farasi. Wale Washami waliposikia vile vishindo vya wakoma, wakakimbia, wakaacha kambi. Watesi watakimbia kupitia imani yako, wakanga watakimbia kupitia imani yako. Waliochukua baraka zako wataziachia, waliochukua uchumi wako wataziachia. Wakakimbia, wakaacha kambi. Wachawi watakimbia, huyo mtesi wako watakimbia, aliyeshika mshanga watakimbia. Walipofika kwenye ukoma, wakashangaa kuna watu, wakakuta chakula. Imani inafanya mambo makubwa. Mtu mwenye imani hafina njaa. Mtu mwenye imani hafina njaa. Mtu mwenye imani haogopi, anakuwa ni shujaa, anakuwa ni hodari. Piga kelele kwa Yesu. Haleluya. Kazi ya imani. Tumalizia hapa. Ukisoma Mathayo 9 na wale mstari wa 18, anaeleza habari ya mtu mmoja anaitwa mjumbe. Yule mjumbe alikuwa na binti yake, alikuwa amekufa. Mathayo 9:18. Ukisoma 18 unaruka tena unaanzia 23 mpaka 26. Utakapata habari. Mimi nakusomea. Utakwenda andike Mathayo 9:18 unaruka tena za mstari wa 23 hadi 26. Utakutana habari ya mtu mmoja anaitwa mjumbe. Huyu mjumbe alikuwa na binti yake, alikuwa amekufa. Nini kilifanyika? Na kuonyesha imani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nazungumza mtu mwenye imani hapa. Na imani akasema, ule mstari wa 18 anasema, binti yangu sasa amekufa, lakini njoo uweke mkono wako juu yake naye ataishi. Kwa nini? Huyu mjumbe alimfuata Yesu, akamwambia, binti yangu sasa amekufa, lakini njoo uweke mkono wako juu yake naye atakuwa hai, naye ataishi. Kwa nini? Aliutengeneza muujiza kwa imani yake. Japo wako waliocheka sana, lakini Yesu hakuangalia, alijali imani ya mwombaji. Wakati Yesu anafika pale kwa yule mjumbe, alikuta kuna watu wanapiga filimbi, akakuta kuna watu wengine wanaomboleza. Yesu akawafukuza. Alipowatoa ili watoke, wale watu wakacheka, wengine wakazihaki wanavyojua, wanavyonena, wakacheka sana. Lakini Yesu kilichomfanya afanye jambo, aliangalia imani ya mtu mmoja aliyemtafuta Yesu, aliyemwambia Yesu, hata kama ni wewe ukamwendea Baba ukamwambia hitaji lako, wapo wengine watacheka, wengine watazihaki, wengine watasema itawezekanaje, itakuwa kwake, watasema ya kusema. Lakini hayo yote Yesu anaangalia imani yako. Angalia maneno yao, angalia maneno ya jirani, angalia maneno ya ndugu zako. Anaitazama imani yako ili Bwana atende. Anaangalia
aliangalia imani yako, alitazama imani ya yule mjumbe, alitazama imani yake aliyoiweka kwa Yesu, alitazama imani. Japokuwa walicheka wengine, lakini imani yake yule mjumbe, binti yake alikuwa hai, binti yake aliponywa, binti yake akawa hai, binti yake akaponywa. Imani yako ndiyo nguvu yako, imani yako ndiyo uzima wako. Hajalishi wangapi watacheka, wangapi watanena, wangapi watazungumza, hayo yote Yesu anaiangalia imani ya mtu mmoja atakayemwambia leo, Bwana nataka 1 2 3, nataka uifanye 1 2. Anaiangalia imani yako leo baba, leo mama, imani yako ndiyo uzima. Huyu mjumbe aliutengeneza muujiza. Hata ukisoma kitabu cha Marko sura ile ya 10 na ule mstari wa 46 hadi 52, tunamwona mtu mmoja anaitwa Bartimayo, alikuwa ni kipofu. Aliposikia Yesu akipita, alipiga kelele akasema, Bartimayo, Yesu mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Wale watu wakamzuia, wakamwambia, nyamaza, unampigia kelele Yesu. Lakini Bartimayo hakubali kunyamaza, hakukubali kunyamaza. Alijua tatizo lake, alijua shida yake. Usikubali kunyamazishwa. Imani yako ndio kuponya, imani yako ndio msaada. Bartimayo angenyamaza, asingepona. Wako waliomfuata, wako waliomshauri kwamba acha, watu wanampigia kelele. Yawezekana kuna watu wamekushauri muache Yesu, ya kwamba hauoni matokeo. Yawezekana unafika sehemu unakata tamaa kwamba hauoni matokeo. Yesu anaitazama imani. Usife imani mama, usife imani dada, usife imani kijana. Imani yako ndiyo msaada, imani yako ndiyo uponyaji wako. Usife imani. Bartimayo akapiga kelele, ndipo Yesu akasikia, tena akawatuma, muleteni kwangu. Ndipo Bartimayo akapata kuona. Imani, usikubali imani ikanyamazishwa. Imani inapiga kelele mahali popote, imani inapiga kelele, imani inapiga kelele. Haleluya! Imani inapiga kelele popote. Mtu mwenye imani hakubali kunyamazishwa, hakubali kushindwa. Mwenye imani ni jasiri, mwenye imani ni hodari. Mathayo 8 mstari wa 5 hadi 12. Ukibasoma pale utakutana habari za mtu mmoja anaitwa Akida. Huyu Akida naye alikuwa na mgonjwa. Anasema Mathayo 8 mstari wa 5 hadi 12. Andika, maana muda wangu umeniacha sana. Bwana pesa sana. Mathayo 8 mstari wa 5 hadi 12. Unabasoma pale. Anasema huyu Akida alipokutana Yesu, akamwambia Yesu, yule Akida akamwambia, sema neno tu, mtumishi wangu atapona. Ule mstari wa 10, Yesu akasema, sijaona imani kubwa namna hii katika Israeli. Nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Mstari ule wa 13 akasema, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Huyu Akida alikutana na Yesu, alikuwa na mgonjwa. Akamwambia Yesu, sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa nini? Yeye aliamini neno. Yesu akitamka neno linakuwa kwenye maisha. Yeye hakuona hata haja ya kwamba mpaka Yesu aje nyumbani, hapana. Yeye alitaka tu Yesu atamke neno, mtumishi wangu atapona, mtoto wangu atapona, kitu cha kote kilichokufa kitapona. Yesu akasema, sijawahi kuona imani kubwa namna hii katika Israeli. Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Umpe Yesu makofi. Imani inakuvusha, imani inakuweka mahali ambapo ukutarajia. Nazungumza mtu mwenye imani. Imani ndiyo mkono wa kupokea mahitaji. Mtu mwenye imani anapokea baraka za Bwana kabla hajaziona. Ni mtu anayesiamini na kuzishangilia baraka za Bwana kabla hazijaonekana. Ukuwa na imani. Imani yako ndiyo nguzo pekee. Mtu mwenye imani anafufua vitu vyote vilivyokufa, anainua vitu vilivyozama. Kama mtumishi wa Mungu Elisha, vinainuka vitu, anabadilisha mazingira. Mtu mwenye imani anainua chochote kilichokufa kwenye maisha yake. Simama juu. Praise God.
Haleluya. Imani, nazungumza na imani. Imba kwa chini hapo. Nazungumza na mtu mwenye imani. Kazi ya imani. Imani ndio mkono pekee wa kuleta mahitaji yetu kwa Bwana. Nione watu wakipeleka hoja kwa Bwana. Ni jambo gani limekuwa gumu kwako ambalo Bwana asiloliweza? Yeye anasema imani ni kuwa na hakika. Mtu mwenye imani anabadilisha mazingira, kubadilisha mazingira, kubadilisha mazingira, ubarikiwe, kubadilisha mazingira. Chochote kilichokufa, mtu mwenye imani anakifanya kuwa hai kwenye maisha yako, kinakuwa hai. Karibu praise. Hebu simama juu. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Imani. 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 Kwa nini unakata tamaa? Kwa nini unavunjika moyo? Lipi linaloshindikana kwa Mungu? Yeye aliyesema naweza mambo yote. Je, kuna neno gumu asiloliweza? Imani yako inazungumzaje? Imani inasemaje? Kwa nini unakata tamaa ya ugonjwa? Kwa nini unakata tamaa ya hitaji lako? Kwa nini imani inatindika? Kwa nini imani inatindika? Imani. Kwa nini imani itindike? Kwa nini imani itindike? Kwa nini imani itindike? Kwa nini imani yako itindike? Kwa nini? Kwa nini? Hebu mtazame Yesu. Hebu angalia tatizo lako ni ndogo. Hebu mtazame Yesu. Aliyoyafanya ni makubwa kuliko tatizo lako. Hebu tuimbe wote. Tuimbe wote hapo. Tuimbe wote. Tuimbe wote. Imani. Imani. Imani.